tumekuja tukuinue Bwana mwenye mamlaka. Tumekuja tukuinue Mungu mweza wa yote. Ni wewe Yesu, kuna mwingine aliye kama wewe. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako tukisema ni asante. Asante kwa neema na kibali. Asante kwa uweza wako Baba. Asante kwa Yesu. Asante Mungu kwa kibali na neema. Asante Jehova kwa kutupatia. Bwana Yesu, tunakutukuza, tunakuinua. Mwingine aliye kama wewe Yesu. Asubuhi umelinda maisha Yesu. Umepigana vita vyetu mtakatifu. Ngoza mpaka kufika majina haya Bwana. Ni kwa neema na yako Yesu. Ni kwa nguvu zako mtakatifu. Bwana, jioni ya leo tumekuja tuseme asante. Maana tena kwa maisha yetu. Ni mengi umefanya katika nyumba. Ni mengi umetenda katika kazi zetu. Ni mengi. Jehova, tunakuinua. Bwana, tunakuazimisha na kutukuza. Baba, tunakuinua. Jioni ya leo tunaitisha kibali chako Baba. Kibali chako kikawe juu yetu. Kibali chako kishuke mahali hapa. Uweza wako tembee nasi. Nguvu yetu ikaweze kutuhudumia Bwana. Ukaweze kuya Yesu. Ukahudumie maisha yetu Bwana. Ukahudumie kanisa lako Baba. Ninakuita siku yako Mungu mtakatifu. Uwe maisha yetu Bwana. Usituache Jehova tukiwa mali. Wewe Bwana tunakuhitaji. Wewe Yesu tunakuhitaji. Wewe wa neema tunakuhitaji. Wewe mwenye nguvu tunakuhitaji. Wewe mwenye mamlaka tunakuhitaji. Wewe tunakuhitaji. Wewe wakati Bwana tuko mbele zako, tukiinua macho yetu tukielekeza kwako, tunaomba yeye kwamba mtakatifu utakubali siku ya leo. Tukubalike mbele zako Bwana. Mbele zako mtakatifu. Tukubalike mbele Baba yangu. Tukubalike kwa kweli. Wewe mtakatifu mwenye nguvu. Ninakuita siku ya leo. Ninakuita mtakatifu. Ninakuita mwenye uweza. Ninakuita mwenye nguvu. Ninakuita mwenye uweza. Hakuna mwingine zaidi yako. Anayeweza ni wewe Bwana. Anayeinua ni wewe Yesu. Anayefungua ni wewe Baba. Kwa maana nimekuja kwako. Ninaomba kufunguliwa Yesu. Ninaomba kufunguliwa Baba. Ninaomba kufunguliwa Jehova. Ninaomba kufunguliwa Baba. Mwambie Yesu naomba kufunguliwa. Mwambie Yesu leo niko mbele zako. Naomba kufunguliwa. Ana nguvu yako. Naomba kufunguliwa. Na uwezo naomba kufunguliwa. Ninaomba kuponywa. Ninaomba kuongozwa. Na nawe Jehova. Mtakatifu mwenye nguvu. Mbele zako Baba. Ninainama Jehova. Jioni ya leo mtakatifu. Nikiomba ya kwamba Baba mtakatifu ukanitembelee. Ukaniguse leo. Usiniache Baba. Usiniache Yesu. Siku ya leo Bwana. Niko mbele zako. Nakuhitaji msaada. Nakuhitaji kubilio. Nakuhitaji tegemeo. Wewe Yesu ni mtakatifu. Yesu tegemeaye. Maana bila wewe sitaweza. Na bila mkono wako sitaweza. Nahitaji neema yako. Na uwezo wako. Siku ya leo Bwana. Naomba uwezo wako. Naomba neema yako. Naomba kibali chako. Naomba nguvu yako. Bila wewe Baba sitaweza Yesu. Ninaomba uwezo wako. Ninaomba Baba niongoze. Baba nishindie. Mali hapa Bwana. Yehova Mungu mtakatifu. Tunaitisha Yesu. Kibali chako Baba. Neema Yesu. Katika ibada hii. Na kwamba hii Baba. Tunaitisha uwezo wako. Tunaitisha kibali chako. Tunaitisha nguvu yako. Tunaitisha mamlaka yako. Tunaitisha uwezo wako. Liko ya basika kaya barika. Yesu mwenye nguvu na uwezo waja. Ni wewe ndiye wa baraka. Na tunainua mikono yetu. Tukisema ni wewe mtakatifu. Tukisema ni wewe Bwana. Na mwenye nguvu za ajabu ni wewe. Usiyeshindwa Bwana ni wewe. Kana Baba siku ya leo. Shuka mali hapa Baba. Na tuombelee Jehova. Kila roho chafu. Tuombelee Baba mtakatifu. Tutengena
ibada hii Bwana, tumekuja tu kuabudu ili ya kwamba Bwana ukatembeze katika hekima, tutembeze katika mara ili ya kwamba Jehova tukapate kufunguliwa kutokana na kabao, kutokana na kila roho, kutokana na kila roho za giza, kutokana na kila roho za kitabu, kutokana na kila roho za mateka, katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni mtakatifu, mwenye nguvu za ajabu, wewe Yesu tunakuita, inua mikono yako mbele Yesu ni wewe, na kuhitaji siku ya leo, nahitaji neema yako, nahitaji uweza wako, nahitaji kibali chako, nahitaji nguvu yako, nahitaji kuwezesha nawe, nahitaji na kuhitaji Yesu siku ya leo, na kuhitaji Roho Mtakatifu, na kuipendeza ukapende watu wako, ukapende watu wako, tembelea watu Yesu, na jioni leo Baba, na ninakuita Jehova, atembelea watu wako, atembelea watu wako, tembelea kanisa lako, atembelea watu wako, atembelea kijana, tembelea binti, atembelea wazee, wote Baba katika ibada hii, tunaomba kutembelea nawe, tunaomba kutembelea nawe, tunaomba nguvu yako, tunaomba kuongezeka, tunaomba kupendelewa, tunaomba ukombozi. Yesu unataka kukomboa watu wako, ni wewe mwenye nguvu, ni wewe mwenye mamlaka, hakuna aliye kama wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako, hakuna mwenye uweza kama wako, ni wewe ni Shaddai. Mungu mwenye nguvu na uweza, hakuna mwingine zaidi yako. Baba ninakuinua Yesu katika nyumba hii siku ya tatu ya maombi haya. Baba naja mbele zako nikitisha uweza wako, nikitisha kibali chako, nikitisha nguvu yako. Mama nikubali, Yesu kubali mabudu yangu, kubali mabudu yangu, kubali sifa zangu, kubali sifa za moyo, kubali Yesu, kubali Baba, kubali Yesu. Niwewe kutegemea Baba, niwewe mweza wa yote Yesu, niwewe mwaminifu, niwewe tumaini langu Baba, niwewe usada, niwewe Baba, niwewe Yesu, nikaya basa kwa Baba, niwewe pigana vita vyetu, pigana vita vyetu, pigana vita miaka hii, utaokoa huyo mwanaume. Yeye basi kata yema ya patia, yeye basi kayema, rika ya basi wakawe katika jina la Yesu, asija pendukia kwenye hilo shimo. Wewe Mungu amekuchagua kwa ajili ya kazi ya kuokoa watu wake. Kwa maombi yetu, wewe ukimanisha mbele za Bwana. Hakuna aliye kama wewe, mwenye uweza kama wako Bwana, hakuna mwenye nguvu kama zako, mwenye mamlaka na uwezo ni wewe Baba. Tunakuabudu majira haya, tunakupa sifa majira haya. Simama miguuni wa mikono yako yote juu, weka mikono yako juu kabisa. Baba ni wewe na kutegemea majira haya, wabe Baba ni wewe na kutegemea juu, wabe Baba ni wewe na kutegemea, wabe Yesu ni wewe. Kwa ajili ya familia yangu ni wewe, kwa ajili ya nyumba yangu ni wewe, kwa ajili ya watoto wangu ni wewe, kwa ajili ya pesa yangu ni wewe. Yesu ni wewe na kutegemea, ni wewe na
watapita njia moja, lakini watasonga katika njia saba. Wataondokea kwa njia saba, watatokea kwa njia saba. Mungu katika jina unajua maisha yako, anayepigana na maisha yako, anayepigana na kazi yako, nasababisha kwa njia saba, akuondokee kila mahali, akuondokee kazini kwako, akuondokee kwa watoto wako, aondoke kwako, aondoke kwa wazazi wako, aondoke kila mahali, achilie maisha yako yote bila sehemu. Yes! Kwa neema yake tumeshinda, kwa uwezo wake tumeshinda. Utoa kinywa chako mwambie Bwana asante. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Baba, Yesu, moyoni. Karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. 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 Asante. Asante Mtakatifu. Asante Mungu mwenye nguvu. Unapiga hata shukrani mbele za Bwana. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya kibali chako na neema yako. Tulikuona siku ya kwanza, siku ya pili ndio hii kapita jana. Tunaingia siku ya tatu, tunaomba katika siku ya tatu. Tunaomba neema yako, tunaomba uwezo wako. Unatujua kuliko vile tunavyojitambua wenyewe. Unajua maisha yetu Baba. Unajua kuingia kwetu. Unajua kutoka kwetu. Unajua familia zetu. Unatufahamu vizuri zaidi Bwana. Tunakuabudu, tunakuinua na tunakutukuza. Sababu unastahili heshima na mamlaka yote. Tumekuja mbele, tunaomba Bwana usemezane na maisha yetu. Nene nasi Baba yangu. Safari tumeanza. Kuna watu wanatazama kutoka mbali na karibu, wengine kwa mitandao tofauti kama vile Facebook na mengineyo. Naomba Mungu Bwana ukasikie hata pia na kilio chao mahali walipo. Tukipitia Bwana Yesu, ninaomba Bwana ushuhudie. Wengine watatazama sasa, wengine watatazama baada ya miaka fulani, lakini tunaomba Bwana ya kwamba usiku
ongea na mtu yote maisha yake kabaki kwa kawaida. Kwa kuifungua anga, naomba uwe pamoja nasi. Anza nasi mpaka mwisho. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Nataka niombe neno moja kwa siku ya mwisho, ya kwamba tunapoabudu tuabudu, tunaposifu tusifu, tunapoomba tuombe. Nimeshangaa naona watu wanaomba, wengine wanasinzia, wanalala mpaka wanajinyosha. It is too bad. Shetani atakupiga ukitoka kwa ibada siku 3, utatoka hapa na mapema. Tena shetani atakupiga, utatoka hapa na mapema. Narudia mara ya 3. Shetani atakupiga, utatoka hapa na mapema. Nimeshamaliza. So ni wewe utaamua nataka maisha gani. Mimi mwenyewe nitaamua hapa sasa nataka kuishi maisha gani. Ile maisha nataka kuishi ndio utakuwa baada ya siku 3. Unaweza ishi na mtu miaka 10 na bado akabaki vile vile. Kuna mtu anaweza kukutana na Mungu siku moja maisha yake yakabadilika. Kuna mwingine atakaa siku nyingi lakini atabaki vile vile. Because watu wanaomba, wengine wanalala. Jana niliona tunasifu, tunasikia hata wengine wanaongea, wengine wanashimu. Ninasurudia tena, ukija hapa ni tofauti na kwenda kanisa ya dini kule. Maana hapa niko kwenye vita na huko kwenye vita. Sasa inadepende na wewe. Unapo wazazi wako na damu ya Yesu, zingira ndugu yako na damu ya Yesu, na wewe mwenyewe ujizingira na damu ya Yesu. Kwa sababu anything can happen anytime. Ni vita tuko navyo. Hizi si ibada normal. Ibada zetu normal zinakuanga Wednesday sana na Friday. Lakini hizi ni ibada mfululizo za siku 3. Tunamaliza leo. Na mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Lakini mwisho wa jambo unaweza kuwa mbaya. Mwingine anaweza anza vizuri akamaliza vibaya. Shetani anapiga wakati. Nikikwambia kile naonyesha usiku, utashangaa sana. Jana sijalala hata usingizi hata hivi kidogo. Hata kidogo hivi. Hata mke wangu ni mshahidi. Mke wangu mpaka ameleza nini? The whole night sijalala hata kidogo hivi. Nimekaa mpaka asubuhi, katoka asubuhi kabla morning glory, nimeshinda hapa. Sasa wewe ukicheza utapigwa na usiseme sikukwambia. Nimeshakwambia. Tengeneza anga yako na Bwana usaidike. Kwa hiyo machache.
sijaona mwingine Yesu. Hakuna mwanaume mwingine kama Yesu. Pia sijaona mwingine kama Baba. Hakuna mwingine kama Yesu. 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 Yeah.
utukufu. Hakuna kama wewe Bwana. Oh, worship you Lord. Worship you. Worship you Bwana. Makusanyiko yako yamebana asante kwa siku ya tatu Baba. Yesu alitaka rudi siku tatu. Siku ya tatu anatoka. Leo hapa anatoka hapa na ushindi. Baada siku hizi tatu.
Tunakuinua Bwana Yesu, tunalitukuza jina lako, jina ambalo ni juu ya majina yote, jina ambalo linainua, jina ambalo linabadilisha, jina ambalo jina ambalo linaponya watu na kuwakomboa kutokana na mikatale yote ya ibilisi. Tunasema ni asante kwa sababu ya siku hizi tatu. Bwana, ukanitumie tena katika siku ya tatu. Napoleta neno lako likatubadilishe, likatufungue, likatuponye, likatulie. Maana neno lako lina uwezo na neno lako lina nguvu. Namuliwe na upewe sifa kwa sababu naenda kutenda. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Tumpigie makofi tunapokaa. Asante sana. Naomba kama kuna kitu mbele yako ambacho kila mtu kete hapo. Na nataka tusome neno la Bwana katika Esther kwa haraka kabisa. Esther chapter number 6. Tunaenda kusoma kitabu cha Esther chapter number 6. Esther chapter number 6. Esther chapter number 6. Esther number 6. Mwisho jambo kuliko mwanzo wake. Dakika chache kabisa niongee maneno haya, alafu baada hapo tuweze kufanya maombi kwa ufupi, na ninaamini kwamba tunaenda kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Chapter number 6 tutasoma kwa number 1, na maandiko yanasema, on that night command the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king, and it was found written that Mordecai had Bigthana and the rest of the king's chamberlains, those of the door who sought to lay hands on the king of Ahasuerus, and say what honor and dignity has been done to Mordecai. Then say the king's servant and ministered unto him, nothing done for him. And the king said